Karibu tena. Familia moja hapa jijini Nairobi inalilia haki baada ya binti yao mwenye miaka 14 kuchomwa vibaya kwa maji ya moto shuleni. Mwanafunzi huyo wa shule ya upili ya wasichana ya Mumbuni katika kaunti ya Machakos sasa amelazimika kukatiza masomo yake kwa muda ama miezi miwili kutokana na majeraha hayo. Sasa familia yake inasema imeachwa na gharama kubwa ya matibabu, huku polisi wa Machakos wakilaumiwa kwa kukokota uchunguzi. Ilitarajiwa kuwa sehemu salama kwa wanafunzi, ila shule ya upili ya wasichana ya Mumbuni iligeuka kuwa jinamizi kwa mwanafunzi huyu wa gredi ya 10. Tukio hilo la usiku wa tarehe 9 Juni mwaka huu likimwacha na makovu baada ya kumwagiwa maji ya moto na mwanafunzi mwenzake wa kidato cha 3. Alikuwa anasema hatuwezi chota maji mbele yake, juu tulikuwa hapo wengi tukamwachia chote. Akatoka hapo akanimwagia. Kumwaga then akaenda akaclick. Kwanza vile nilimuona nilishtuka, nikaanguka chini na nikaanza kulia. Juu niliona uchungu mtoto wangu hawezi akatembea na nilimwacha akitembea. Kulingana na mzazi wa mwanafunzi huyu, usimamizi wa shule ulimtaka kumtafutia mwanawe matibabu jijini Nairobi, na mzazi wa mwanafunzi aliyehusika angegharamikia matibabu. Tulipofika tuliamua tutoe hiyo bandage ndio tuone. Uchungu ulikuwa nilipata mtoto wangu amechomeka kabisa. Mzazi huyo alifika kituo cha polisi cha Machakos kupiga ripoti kabla ya kumpeleka binti yake kupata matibabu. Tangu wakati huo, mzigo wa kifedha umesalia mabegani mwake pekee. Mzazi mwenyewe alisema aache kusumbuliwa, hata yeye amechoka na mtoto wake hayuko shule. So waliniuliza kama kuna kitu nilipewa na nikawaambia hakuna kitu nilipewa. Hakuna shilingi hata moja shule ilishughulika. Mzazi huyo aliamua kumwondoa mwanawe katika shule hiyo ya Mumbuni Girls, ila anasema haijakuwa rahisi. Nilipa 13,000 tamu yenye hata mtoto wangu hakusoma. Mimi sikuwa na shida na wao, but justice ya mtoto wangu ndio nataka mwenye anaweza nisaidia. Saa hii watoto wengine wanasoma. Mtoto wangu niko naye hapa kwa nyumba. Hakuna makosa alifanya na sina mbele wala nyuma. Nilipoteza kazi yangu. Ministry of Education wanisaidie tu vile wanaweza. Tulifika katika shule hiyo ya Mumbuni Girls kupata taarifa yao, lakini juhudi zetu hazikuzaa matunda. Wakati huo kamanda wa polisi katika kaunti ya Machakos Monica Kimani anasema uchunguzi wa kisa hiki bado unaendelea na hivi karibuni polisi watamtia nguvuni mshukiwa. Franklin Wala, runinga ya Citizen.